Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo ikiwa ni Julai 5 ya mwaka wa 2025. Ni katika mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi katika mwezi huu wa Julai, tunapojifunza mada kuu isemayo Mwinue Yesu juu kama mchungaji mkuu. Hii ni Mwinue Yesu juu sehemu ya pili. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako. Tunasema asante kwa namna ambavyo umetulinda na kututunza. Tunalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umetujali, namna ambavyo umetupatia nafasi ya pekee ili tujifunze somo hili asubuhi ya leo. Ni imani yangu kwamba yuko mtu fulani anapata badiliko kutokana na somo hili. Lakini ni matamanio yangu kwamba sisi sote tukabadilishwe tuendane sawasawa na mapenzi yako. Tunawaombea ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Wote kwa pamoja tumejinyenyekeza kwako tukiomba uwepo wako ende pamoja nasi tunapojifunza mada hii katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mada ya leo inasema uhusiano na mchungaji mkuu. Imejengeka katika waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 3 aya 9. Neno la Mungu linasema, maana sisi tu wafanyakazi pamoja na Mungu. Uhusiano wa lazima na mchungaji mkuu utawafanya wachungaji walio chini yake kuwa wawakilishi hai wa Yesu, nuru ya kweli kwa ulimwengu. Uelewa wa vipengele vyote vya imani yetu ni muhimu, lakini bado ni muhimu zaidi kwamba mchungaji atakaswe kupitia ukweli anaouwasilisha. Mtendakazi anayejua maana ya muungano na Yesu, anayo shauku inayokuwa daima na uwezo wa kung'amua maana ya huduma kwa Mungu. Maarifa yake yanaongezeka. Kwa maana kukua katika neema kuna maanisha kuwa na uwezo unaokuwa kwenye uelewa wa maandiko. Mtu wa namna hiyo ni mtendakazi wa kweli pamoja na Mungu. Anatambua kwamba yeye ni chombo tu na kwamba analazimika kukaa tu katika mikono ya Bwana. Majaribu yanamjia, kwa maana asipojaribiwa hivyo hawezi kamwe kujua ukosefu wake wa hekima na uzoefu. Lakini kama akimtafuta Bwana kwa unyenyekevu na imani, kila jaribu litafanya kazi kwa manufaa yake. Wakati fulani anaweza akaonekana kushindwa, lakini kinachoonekana kama kushindwa kwake kinaweza kuwa njia ya Mungu ya kumletea maendeleo ya kweli, na inaweza kumaanisha kumletea ujuzi bora zaidi juu yake mwenyewe na imani thabiti zaidi kwa mbingu. Anaweza kuwa bado anafanya makosa, lakini anajifunza kutorudia makosa haya. Anakuwa imara ili kuupinga uovu, na wengine wanapata faida kutokana na kielelezo chake. Wale ambao wana uzoefu wa kina kabisa katika mambo ya Mungu ndio walio mbali zaidi na kiburi na kujiinua. Kwa sababu wanauelewa wa juu wa utukufu wa Mungu, wanahisi kwamba nafasi ya chini kabisa katika utumishi wake ni yenye heshima sana kwao. Musa aliposhuka kutoka mlimani baada ya siku 40 alizotumia katika mazungumzo na Mungu, hakujua kwamba uso wake uling'aa kwa mng'ao ambao uliwatisha wale waliokuwa wanauona. Paulo alikuwa na maoni ya unyenyekevu juu ya ukuaji wake katika maisha ya Kikristo. Anajizungumzia yeye mwenyewe kuwa mwenye dhambi mkuu. Tena anasema, si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, katika Wafilipi sura ile ya 3 aya 12. Japokuwa Paulo alikuwa anaheshimiwa sana na Bwana. Mwokozi wetu anamtangaza Yohana Mbatizaji kuwa mkuu kabisa miongoni mwa manabii, lakini alipoulizwa ikiwa yeye alikuwa ni Kristo, Yohana alijitangaza kuwa asiyestahili hata kufungua kamba za viatu vya Bwana wake. Wanafunzi wake walipokuja na malalamiko kwamba watu wote walikuwa wakimgeukia mwalimu mpya
Yohana aliwakumbusha kwamba yeye alikuwa tu mtangulizi wa yule ajaye. Watendakazi wenye roho hii wanahitajika leo. Bwana wetu anawaita wafanyakazi ambao wakihisi hitaji lao la damu ya Yesu ipatanishayo, wanaingia katika kazi yao wakiwa na uthibitisho kamili wa imani, wakitambua kwamba siku zote wanahitaji msaada wa Yesu ili wajue namna ya kushughulika na watu. Gospel Workers, ukurasa wa 142 na 143. Hii ni Julai 5, mada ikisema uhusiano na mchungaji mkuu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji mfululizo wa masomo haya kisha la asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nasi sasa na hata milele. Amina.